Mimi tu niliona watu wanakuja tangia juzi, jana wakaongezeka watu, nikaanza kuulizia kwani kuna nini, wakashindwa kuniambia. Asubuhi nikaamkia, nikakusanya nguo zangu, nguo za watoto, nikasema ngoja niende nikafue. Ndio nikapitiliza na huko nikaja kuomba msaada. Wengine niliwakuta wanaongea jikoni, ndio nataka wanioeshe. Walitaka kunioesha kwenye ng'ombe 18 na mimi nikatoroka. Nikaja kushtaki hapo kwa sisi. Watu walikuwa wanamwambia tusomeshe hata kwenye ufundi. Na mama akamwambia na sisi atasomesha mmoja, lakini hata kumsomesha hata mmoja, mwingine akamuoesha. Kwa jina anaitwa Philip Evarist Kachila. Mimi ni mkazi wa Milala, lakini ni msimamizi wa mashauri ngazi ya jamii ya watoto ambayo nafanyia kazi kwenye shirika linaloitwa Series au Pamoja Tuwale. Hivyo katika tukio hili la huyu mtoto nilipigiwa simu kwamba kuna mtoto ambaye amejisalimisha kituo cha misheni ambalo ni kanisa la Milala kwa ajili amekimbia kwao, tayari walikuwa kuna mchakato wa kumuozesha. Hivyo kwa jitihada zangu, kwa sababu nina namba zote za polisi dawati la jinsia, niliwapigia wakanihoji kwamba umefika eneo la tukio. Nikasema sijafika. Nikaambiwa niende moja kwa moja mpaka eneo la tukio ili nikajiridhishe. Kweli nikaondoka, nimefika mpaka pale nikajiridhisha na kumhoji mtoto. Mtoto akadai kweli amekimbia kule na tayari kuna vyakula vimeshapikwa na sherehe ilianza tangu jana, na tayari ng'ombe zilikuwa zimeletwa, ng'ombe 18 kwa ajili ya yeye kuozeshwa. Baada ya kuona tukio hilo, mtoto ndipo alipoondoka moja kwa moja, akasema ngoja nikafue kwanza nguo za mdogo wangu. Ndipo alipokimbia mpaka misheni Milala hapo kanisani kwa ajili ya kujisalimisha. Basi ndio wakao wamempokea na kufanya jitihada zote, nikapigiwa simu. Lakini baada ya kufika eneo la tukio ndio waoji taarifa zimetoa kwa mwenyekiti wa kijiji. Akasema mwenyekiti wa kijiji, tumetoa taarifa kwa muda mrefu lakini hakuna mafanikio. Basi baada ya kufika niliwapigia polisi dawati, akawa amekuja mama mmoja ambaye ni mkuu wa polisi dawati ya kijinsia. Akawa amefika moja kwa moja, tumeongozana naye, akawa amechukua kumhoji huyo mtoto. Baada ya kumhoji mtoto, ikaonekana kwamba arudishwe moja kwa moja aende kituoni kwa ajili ya hatua nyingine zaidi, kwa sababu akienda akimruhusu kwenda nyumbani anaweza kufanyiwa tena ukatili. Kwa hivyo baada ya hapo ndio mwenyekiti wa kijiji alipofika, lakini ushirikiano kwa mwenyekiti wa kijiji kuhusu tukio hili hakuna. Na baada ya tumebaini kuwa kumbe kuna ndoa tena nyingine ya utotoni ilifanyika mwaka jana. Kuna binti alifanyiwa tena ndoa za kimila hizo ambaye ni dada yake, alichukuliwa tena mwaka jana. Dada yake na mhanga wa tukio hili kwa maelezo yake mwenyewe, na tumemkuta analia sana. Kwa hiyo tuiase tu jamii kutoa ushirikiano kwa matukio haya yanayojitokeza ya ukatili, kwa sababu kuozeshwa ni hiari, hata umri vile vile unatisha. Kwa majina naitwa Agnes Sabuni, ni mkazi wa Milala. Na kijiji cha kwako. Kweli hichi kitendo kinafikirisha sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa ni endelevu hasa kwa jamii. Nitoe rai kwa wazazi, hasa kwa hizi jamii, kuwaozesha watoto chini ya umri wao ni kitendo kibaya sana. Tamaa za mali hazitowafikisha popote. Waacheni watoto wafikie umri wao ili kusudi wafanye maamuzi wenyewe na wafanye uchaguzi wenyewe, na sio kuwachagulia mnavyotaka nyinyi kama wazazi. Kwa majina naitwa Memory Bosco Mtega, mkazi wa kijiji cha Milala, kata ya Misunkumilo, wilaya ya Mpanda. Kiukweli tunapenda kusikitishwa na matukio kama haya yaliyotokea. Kwa mfano, binti huyu anakuja analia kutoka kwao, anasema wanataka kumuozesha kwa ng'ombe 18. Kitu ambacho ukiangalia umri wake na mambo wanaenda kumfanyia ni ukatili wa kijinsia. Lakini pia ukiangalia matukio haya, jamii inasema kwamba ni matukio endelevu katika familia hii. Takwimu zinaonyesha mwaka jana dada yake aliweza kuozeshwa kwa mfumo huo, na tukio hilo tena limerudia mwaka huu kwa mdogo mtu anaenda kuozeshwa, kitu ambacho sio haki. Lakini pia tunaangalia
huyu mtoto ni kweli amefikisha malengo yake? Ukiangalia ni hapana. Ni mtoto mdogo, tukifuata usawa ilibidi aendelee kusoma ili aweze kutimiza malengo yake na baadaye aweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kumpata yule ampendaye, lakini sio kulazimishwa na wazazi. Nini nataka kuongea? Jamii kiujumla pamoja na uongozi kwa ujumla inabidi tupiganie haki za kila makundi, wakiwepo watoto, wamama, walemavu na makundi yote yanayohitaji haki sawa kama binadamu wengine. Na nitoe rai kwa viongozi, tunapoona matukio kama haya ni vyema tukawa wa kwanza kufika kwenye tukio ili kuweza kunusuru kile kitu ambacho umetaarifiwa kuwa ni hatarishi. Hii itasaidia sana kuweza kutatua matatizo ambayo ni endelevu. Kwa mfano, kama kiongozi unakuwa nyuma, ni vigumu sana kuweza kukomesha matukio kama haya. Hata wengine watasema okay, uongozi wetu upo nyuma, hata tukifanya hamna wa kutufanya. Kwa hiyo rai yangu kwa viongozi, mfano kama wenyekiti wa vitongoji, wa vijiji, watendaji, wawe mstari wa mbele kupambana na ukatili wa kijinsia kama uliotokea leo. Lakini pia niase pia kwa kiongozi wetu mwenyekiti wa kijiji ambao ana dhamana ya kuongoza kijiji kizima, kwenye matukio kama haya ningependa kumwasa kuwa awe wa kwanza kupigania haki za binadamu na awe wa kwanza kuelezea namna tukio lilivyokuwa, ili waone na wengine wafumbuke akili, waone namna gani tabia hizi zinaendelea na hazipaswi kuwepo katika jamii. Lakini hatujaona ushirikiano kwa mwenyekiti, kitu ambacho sio vizuri na hakipaswi kuigwa. Kwa majina naitwa Agneta Disiano Sisumoni, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gelemanga kijiji cha Milala. Ukweli moja, ni washukuru sana wananchi wangu kwa ushirikiano ambao wameuonyesha kwa kitendo ambacho kimetokea katika kitongoji changu. Ukweli mimi mwenyewe binafsi naumia nikiwa kama mzazi. Ukweli nawahusia wananchi wangu, wana kitongoji wangu pamoja na kijiji kizima, hata yaani serikali yote kwa ujumla, kijiji, nchi nzima, kitendo ambacho wanakifanya kuozesha mtoto mdogo chini ya umri wa miaka ambapo bado hajafikia, ukweli inasikitisha na inaumiza. Na wahasa tusiwe na tamaa za mali, tuamke. Unamwozesha mtoto bado ni mdogo, kwani nisipeleke shule? Watoto wanashindwa kusoma, mtoto anashindwa kusoma kwa sababu ya kumwozesha. Ukweli nashukuru sana wananchi kwa sababu taarifa sikuwa nayo. Halo. Mwenyekiti, habari za asubuhi. Salama tu, za huko. Live kwenye kipindi cha Kumekucha Tanzania. Ndio. Kuna hii taarifa ya binti ambaye alitaka kuozeshwa huko Milala. Tukasema wacha tukupigie mwenye kijiji chako kwa ajili ya kuthibitisha pia taarifa hizi. Lakini sasa ilivyo ada, yule binti ameshaenda kituo cha polisi. Sasa tena mimi nitakuwa naongelea nini hapo boss? Labda unaweza ukatuelezea tu namna ambavyo tukio lilivyokuwa, lakini pia mlivyoweza kubaini na mambo mengine mengi ili wasikilizaji wakatambua. Sasa kwa kweli kwa ufupi siwezi kujua kwa undani, kwa sababu ilikuwa ni tukio tu la muda mfupi na polisi wa dawati walikuja kumchukua na walimbeba huko. Lakini sasa ni hatua gani ambazo mwenyekiti ulizichukua hapo, kwa hususan labda kwa huyu ambaye ndio alikuwa mlengwa ambaye anataka kuoa kwa binti ambaye bado ana umri mdogo? Yaani basi hata na kwa sababu hapa ninapoishi mimi na wanapoishi wao ni mbali. Naona kwa hata walipokuwa kule, maana yule binti mwenyewe alikimbilia kanisani. Alipokimbilia kanisani pale ndo karibu kidogo, wanakaa ni mashambani kabisa huko. Kwa hata sifahamu hao ilikuwaje, kwa hata kuelezea kwa kweli na shida bosi wangu, nitaelezea kitu ambacho sijui ndani wake. Kwa hiyo mwenyekiti, binti huyu alikuwa hasomi? Hapana, alikuwa ameshamaliza kama alimaliza mwaka juzi. Binti anatajwa kuwa na miaka 15. Kwa hiyo alianza shule lini na amemaliza lini? Alimaliza mwaka juzi. Kwa taarifa ya baba yake ana miaka 16. 16 na sio 15 tena. Yaani taarifa ya baba.
miaka 16, ila shule amemaliza mwaka juzi kwa taarifa ya baba yake, kwa sababu nao jirani hapa wanakaa ni mashambani huko. Sawa, sasa rai yako ni ipi mwenyekiti kwa wananchi wako wa Milala? Rai yangu ni kwamba tuache watoto watimize miaka, na pia tuache watoto wawe liza wao wenyewe, muda utakapofikia achague yeye mwenyewe mwanaume kwa hiari, na sio mzazi na sio mzazi kulazimisha na kuchukua ng'ombe au kuchukua posa hiyo. Inakuwa ni kama ni posa umemtendea mtoto. Nikushukuru sana mwenyekiti, kuwa na asubuhi njema. Asante na kwako pia. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.